Hans ni moja kati ya wachambuzi ambao ulikuwa na mashaka na Shamu Karabou, na umemwona kwenye game kadhaa hivi baada ya Shemalon Fondo kuumia. Pasi na shaka, kuna kitu gani ambacho kwako umekiona Shamu amekiboresha zaidi, na pengine Simba waamini kabisa, wana Simba pamoja na uongozi kwamba wana beki kwelikweli, beki wa maana kwelikweli? Bado sijaona cha tofauti. Bado sijaona cha tofauti. Kwa nini? Kazi yote anaifanya uwanjani ile. Mechi ya juzi ya Masiri hakuwa tested enough. Tunaona kabisa jinsi ambavyo Masiri walikuwa limited sana kwenda mbele. Hakuwa tested enough. Mechi ambayo alikuwa tested ni ile ya kwanza. Na ukiachana na goalkeeper wa Simba, Shamu Karabou ndo mchezaji ambaye aliscore maxi ndogo kwenye ile game. Kwa sababu Kamara aliscore 5.3 and then akaja Shamu Karabou 5.6. Umeona? Kwa ndo wachezaji ambao waliscore max, yani ndo wachezaji ambao walikuwa na viwango vya chini. Na ni kwa sababu kuna makosa alifanya kwenye game ya kwanza. Yani kwenye counter attack alikuwa tested. That guy amenyimwa kasi. Huo ndo ukweli, amenyimwa kasi. Yani kwenye game yake kasi hamna. So ukija ukanitajia hizi mechi mbili dhidi ya Mbeya, ukinitajia dhidi ya Masiri mechi ya marejiano, hakuwa tested enough. Huo ndo ukweli. Binafsi bado naamini Simba wanahitaji center back mwingine kuelekea dirisha kuu, kwa sababu project yao inakwenda next level. Wamekuwa na dirisha bora sana la usajili, lakini bado naamini wanahitaji kupata center back mwenye kariba ya Enoch Kinonga. Kwani madhaifu yake ni yapi? Ni kasi tu ama kwenye kunusa hatari, mipira ya juu, passing, vyote hivyo anavyo ama hana? Quality kubwa sana ya Shamu ni dominant hewani. Yani dominant kwa hewani. Ukipiga cross Shamu then utamkuta everywhere. Ana defend vizuri sana mipira ya juu. Lakini amenyimwa kasi kiukweli. Na kwa aina ya rest defense ambao wanatengeneza Simba, mara nyingi sana huwa wanabaki na wachezaji wanne nyuma. Utakuta ma center back wawili na viungo wawili wa chini. Ukikutana na timu ambayo ni hatari kwenye counter attack, Shamu anakuwa na wakati mgumu sana kuweza kudefend dhidi ya hao runners wa timu pinzani. And mguuni yes, ni ball playing defender, lakini bado sio quality kama alivyo nani huyu Shemalon. Shemalon yuko comfortable zaidi kuliko Shamu Karabou. Kwa ninachokiangalia ni nini? Ni levels. Mwanzoni hapa nilikuwa nazungumza kwamba Simba wanahitaji kupata winga kariba ya Mpanzu. Watu walikuwa wananiambia wapo akina Chasambi, sijui wapo akina nani. Leo unaona Chasambi amekuja, daraja ambalo ameliweka pale ni daraja la kitofauti, kila mtu anamwimba Mpanzu. Nataka kuzungumzia Simba ambayo inakwenda next level. Wanahitaji kupata center back mwingine kariba ya Enoch Kinonga. Bado hawajapata proper replacement ya Enoch Kinonga. Wanapatikana hao? Wapo. Kwa sababu Kinonga unaweza kumpata hivi sasa. Mimi nachoamini hata yule Anthony Trabini ni better defender kuliko Shamu Karabou. Wa Singida, Anthony Trabini bado ni beki mzuri kuliko Shamu Karabou. Kwa hiyo ni wao Simba wanaangalia nini, wanataka nini. Mimi bado naamini wanahitaji center back mwingine wa kigeni. Mimi naweza nikaongezea kitu hapa. Na mtazamo tofauti kidogo na Hans. Sawa, karibu. Moja nianzie kwenye uwezo wa Shemalon na Shamu kwenye kuwa yani kuwa huru na mpira mguuni. Namuona zaidi Shamu ni kama ball carrier mzuri, yani mtu ambaye anaweza kasafiri na mpira. Ana uwezo na amenionyesha kwenye baadhi ya michezo. Na of course ana usahihi, ana uwezo wa kupasia kuelekea mbele. Kitu ambacho kwa Shemalon naonaga kuna muda anapata wakati mgumu sana akiwa na mpira mguuni. Na kuna baadhi ya mechi nimeona hizo mistake akizifanya akiwa na mpira mguuni. Lakini pia hana kasi ukweli kama ambavyo Hans amesema, lakini namuona ni mzuri kwenye timing. Kwa sababu yes, inawezekana ukawa hauna kasi lakini una perfect timing. Yani matumizi yako ya muda kuwahi kwenye matukio yanakuwa katika usahihi. Na hicho kitu kwake mimi nakiona. Timing yake iko limited bado. Game ya kwanza nadhani tuliona hicho kitu. Second half timing yake bado ina wasiwasi. Game ya kwanza ipo nazungumza. Na Masiri. No, game ya kwanza na second half na Masiri ambao Simba amepoteza. Sansi kuna baadhi, yule ni mchezaji. Kuna baadhi ya moment mtu atajikuta kwenye hizo mistake. Unazungumza hicho kitu. Hata Hamza inawezekana ni anafanya vizuri
lakini kuna baadhi ya mistakes zipo ndani yake. Hamza na Shamu nani bora? Of course Hamza ni bora. Okay. Unanielewa, lakini sasa yani namna si Shamu ni beki tu wa kawaida. Yani sio beki wa kawaida. Sio beki wa kawaida. Evans anasema sio beki wa kawaida. Ndio. Yani unajua tukisema ni beki wa kawaida, beki ambaye atakuwa anakosea kila siku. Ila unajua ni tayari tumeshaweka hiyo picha kwamba Shamu ni wa kawaida tu. Yani hata afanye kitu bora. Kuna beki mzuri sana, mzuri alafu wa kawaida. Sio wa kawaida. Ni mzuri sana. Beki mzuri. Mzuri sana. Ndio maana yuko Simba na anacheza. Ni mzuri sana. Sio mzuri sana. Unajua level. Basi Simba anahitaji mzuri sana. Kama ni mzuri sana ni zaidi hata Hamza. Yani huyo Trabi ambaye Hansi ametoka kumzungumza ana mistake kibao ambazo hata Shamu hawezi kuzifanya. Mechi wanafungwa Singida na KMC. Mali anayo yeye amedelay, watu wamechukua mguuni umepasia. Chuma mbili. Na hana kasi vile vile. Yani unajua kuna muda kuna matukio yanatokea sio kwa sababu ni unakosa tu ubora. Kuna muda maamuzi yako ndio yanaweza kukugharimu. Unaweza ukawa bora. Kila siku tumekuwa tunamzungumza hapa Baka. Ni mmoja kati ya mabeki bora kwenye ligi yetu. Ila ana mistake nyingi ambazo zimekuwa zinaleta matatizo kwa Young Africans. Ila huwezi kumuondoa kwenye hilo daraja. Amekuwa anakosea Chemalon mara ngapi? Ila kwa nini hatumuondoi kwenye hiyo level? Kwa sababu tayari tunaamini ni bora. Ila makosa kwa kila mchezaji yako. Kwenye level ipi unafanya makosa? Au nikupe mfano mwingine. Pale National Ahad ma center back wao ni Rabia na Dari. Miongoni mwa center back ambao hawana kasi. Yani wako very slow, lakini wako ni wachezaji wazuri sana kwenye matumizi ya muda. Ukiwa huna kasi, lazima unajua kuakisi na kutafsiri matukio ili kuwahi kufika kwenye matukio. Kinachotokea ni kwamba huwa tunawarate wachezaji kwa kuwakompea na wachezaji wengine. Wachezaji hawezi kufanana kiuchezaji, wanatofautiana kabisa. Hansa anamwongelea Inonga. Uchezaji wa Inonga ni tofauti na Malone, tofauti na Hamza, tofauti na Shamu. Kwa kama Simba ana suggest tuende kuleta center back, basi tuende kuleta top center back kuliko hao wote walio. And of course ndio kitu ambacho unazungumzia. Okay. Yani quality ya Shamu bado sioni hiyo Simba next level. Yani bado naamini Simba anahitaji center back. Lakini kaipeleka tu ana finali. I agree with you, lakini bado anahitaji quality. Ndicho ambacho nilikuwa nazungumza, yani kuelekea Mpanzu. I think watu wanaona daraja ambalo ameleta. Ndio daraja ambalo tunazungumza. Simba ana compete, anahitaji ubingwa wa ligi. Competition iliyokuwepo baina yake na Yanga unaiona iko pale imesimama. Si ile backline ya Simba inahitaji maboresho. Wanahitaji center back mwingine wa kigeni. Top center back. Kwa nini sio Mzawa na tunaanza na uzima? Mzawa ni nani sasa nitajie? Hiyo quality nayoizungumzia. Yani unaona ambacho anakizungumza Hans. Tayari tumeshaamini kwamba hatuna hao center backs. Kwani kuna mtu alikuwa anaamini Hamza anaweza kufanya anachokifanya leo? Issue ni nini? Nimekwambia nipe option. Ni nani? Nikwambia wako wakina Ame wanacheza vizuri tu. Kikubwa ni maelekezo. Sasa rafiki yangu na yani ni mzuri. Unasikia hapo? Ni beki wa kawaida. Kikubwa ni unaweza kucheza ndani ya maelekezo. Issue ni maelekezo. Nachojifunza hapa ni kwamba tunaamini kila jawabu kwenye kila tatizo ni kwenda kufanya usajili. Kwani hakuna chumba cha maboresho kwa wachezaji, mtu kama Shamu? Maboresho binafsi yeye kama mchezaji, hakuna hicho chumba. The issue ni nini? Yani kama angekuwa ni huyo beki, basi angecement nafasi yake. Leo akipona Shemaloni anarudi kwenye mkeka. Mimi nataka huyo beki ambaye atakuja kusimama Shemaloni akikosekana akirudi huko bench muda wote. Top center back. Okay. Na wapo sokoni ni jinsi gani ambavyo jicho lako lina uzuri. Sasa hivi Simba wanaye Magori ambaye ana hilo jicho la kusajili wachezaji. Unajua hii project ambayo tunaiona imesimamiwa zaidi na Magori. Magori ndio amehangaika kutafuta wachezaji. Of course ana hayo macho kutafuta. Shamu ni beki wa kawaida. Ni beki wa kawaida. Yani hata uzungumze nini, ni beki wa kawaida. Simba bado anahitaji center back, top center back. Sio Shamu Karabou. Na kwa Tanzania hujaona hapa. Kama unahitaji top center back, lazima uende nje. Kwa hata wakichukuliwa Lame Kilawi pia hamna kitu. Top center back lazima uende nje. Lakini ukiangalia scenario ya mabeki waliopita Simba kwa hii miongo mingapi hapa katikati, sawa? Ukija kuangalia na waliopo sasa hivi, unaona kuna gap. Yani unajua mimi sitaki kusema kama hao mabeki wa Simba waliopo sasa hivi Mkali wa Dimba kama ni wabaya sana, lakini ni average.
Yani kuna wakati yani kuna wakati pressure ikiwa nzito sana, unaona kama walinzi hao wanababaika. Wameconcede goal ngapi? Sio sawa, najua Juma anachosema. Wameconcede goal ngapi? Wapi? Hii backline ya Simba ya sasa kwenye Champions, kwenye mashindano yote. Okay. Kwa sababu kwenye ligi hajafikisha hata goli 12. Kwenye ligi tu hata goli 12 asijafika. Hao ambao ni average hawajafika hata chuma 12. Sasa mpira si wakati mwingine unautazama zaidi ya kuangalia tu takwimu, ambacho tunatakiwa tuelewe. Nasema sasa kwenye hiyo level ambao tunaamini ni wachezaji wa kawaida, bado wanakupa kitu bora uwanjani. Yani ni kweli level ya kawaida. No, maana mimi hata wakati na cement kidogo hapo sikusema kama ni wabaya. Nilisema unajua kuwa average pia haimaanishi kwamba wewe ni mchezaji ambaye huwezi kucheza kwenye hiyo timu kubwa. Na kitu kingine tuelewe kwamba generations zinabadilika. Kipindi ambacho Simba alikuwa na kina Juko Mushid, sijui akina Owino Gera, yes, Pascal Wawa, vizazi vinabadilika. Hiyo level ya Pascal Wawa unaiona pale. Ndio maana nakwambiaje, vizazi vinabadilika. Sasa hiyo Pascal Wawa si wanaachana na maji ya jioni. Pascal Wawa kweli kweli. Hivi Babu Joshua Nyango na Shamu nani bora? Bwana Joshua Nyango alikuwa mtu rafiki yangu beki. Beki anafanya makosa aina moja kila siku. Baada ya kuzeeka ndio umeanza kuona makosa. Lakini chukua Joshua ambaye Joshua kwenye level yake anacheza mpaka national team. Kwenye level yake. Sasa weke na Karamu kwenye level yake sasa. Sasa kwenye level yake Joshua umeanza kuona makosa. Nisikilizeni basi. Twende taratibu. Ukitaka kuongea tunakwenda vizuri. Fadlu amebaki kwenye mashindano matatu makubwa kabisa ndani ya msimu huu. Kwa hali ilivyo hajatolewa kwenye shindano lolote. Yupo kwenye mashindano. Tunaweza tukaiona Simba ikiondoka na treble. Chance ya kuondoka na treble bado ipo, lakini chance zaidi iko kwenye makombe mawili. Chance kubwa zaidi iko pale. Makombe mawili ambayo ni yapi na yapi? Azam na ligi kuu na Confederation. Chance kubwa. Umewatoa chance sio kubwa kwenye ligi. Kwenye ligi CRDB Federation na Confederation. Okay. Sasa nachojaribu kwenye ligi unaiona Yanga naona Yanga akiwa bingwa. Okay. Naona Yanga akiwa bingwa. Kwa kuna ugumu hapo. Chance bado ipo lakini ni ndogo kwenye ligi. Kuna machana na manga, wampishana na mangapi? Angalia hapo. Sasa hivi ni karibu alama 7 nadhani. Sababu Simba 7 au 10. Yes, kwenye alama 10 tu. Sababu Simba ana michezo mitatu hajacheza. Viporo vitatu. Akishinda ni alama 1. Gap anabaki ni alama ile moja. Ambao hawajakutana pia. Wakikutana Simba akishinda Bengo. Anakaa pale juu. Kupe nafasi ligi bado. Sasa hicho ni mtazamo. Okay. Wewe mtazamo wako kwa ni Magunga ni upi? Ligi bado kaka. Lakini alama moja unampa mtu ubingwa. Ni kati ya Simba na Yanga kulingana na mechi zilizobakia. Unajua wakati mwingine mtu unaweka ukiangalia ratiba tu ya mechi zao ambazo zimesalia, unajua hapa upepo umeelekea wapi. Wewe uzani unaona uko wapi? Simba naona ana Mashujaa, ana JKT, ana Pamba, ana KMC, ana Singida Black Stars, Ken Gold, Kagera Sugar na Yanga Africans. Sioni nafasi ya Simba kupoteza michezo. Kupoteza alama kwenye michezo kiukweli mimi binafsi. Na twende Yanga nao kula pia. Kwa Yanga Africans wao kwenye michezo yao amebakia Fountain Gate, atamtandika Namungo, Prison, Dodoma Jiji na Simba Sports. Hapo kwa Simba kidogo. Hata Yanga pia kwenye hii michezo ana nafasi kubwa kupata matokeo. Lakini mechi ambayo inaweza kaamua ubingwa kwa 99% msimu huu ni hiyo dabi ambapo watakutana. Hauna uhakika kama dabi ipo. Dabi ipo bwana. Hauna uhakika. Dabi ipo, ikija tarehe, ikija kushindikana huko utajua imeshindikana. Sasa hivi uliahirishwa, utasubiri upangiwe. Mfano bodi ya ligi wakapanga ratiba ya mchezo, wakapeleka waamuzi na makamishna wa mchezo, alafu timu moja ikaenda uwanjani, timu nyingine isiende uwanjani. Lakini hapo pia angalia mpaka kesi kule kasi. Yaani hiyo dabi haijapangiwa tarehe. Ile kesi ya kasi kule kwenye kesi ambazo zitasikilizwa mwezi huu, umesikia kesi ya Yanga Africans kwa? Sasa kuisikia lakini kesi
ya mchezo kuahirishwa, Simba ameshtakiwa, bodi ya ligi ameshtakiwa, TFF wote wako kule CAS. Sasa Simba ameshtakiwa nini? Magunga, labda twende simple. Wewe prediction yako bingwa ni nani wa ligi kuu? Bingwa ni yoyote kati ya Simba na Yanga. Sasa huja predict. Kwa sababu wengine tumepredict, tumempa mtu alafu umeshindwa ku. Magunga amecheza option ya 12 ashinde yoyote. Sasa hapo huja predict. Mimi si mtabiri. Evans hawezi kubadilisha msimamo wake. Tengui kauli Ambaye ni bingwa ni Yanga. Tengui kauli. Sasa huyo ndo ka predict. Predict una predict mwanzoni kabisa. Of course prediction yangu ilikuwa hivyo. Kama Evans hivyo. The issue ni kwamba unamwona nani. Sasa ukisema bingwa yoyote, unajua sitaki kuongea hapa, Richikiza atanicheka. Niliwapo bingwa Azam bwana. Nakwambia Juma hayo. So Azam watabiriki bwana. Nilichokuwa nazungumza poa. Credit kubwa sana kwanza kwa viongozi wa Simba. Unajua kiuhalisia katika madirisha matano yaliyopita Simba walikosa vision. Viongozi waliokuwepo walishindwa kujua Simba inakwenda wapi na inatoka wapi, kwa sababu walikuwa wanakosea mfululizo kwenye madirisha ya usajili. Wachezaji wengi ambao walikuwa wanasajiliwa, mimi nafikiri maono waliokuwa nayo lakini hayakuwa maono sahihi kwenye eneo la usajili. Sasa yani hawakujua Simba inaenda wapi. Sawa. Kwa mfano ukiangalia walikuwa wasajili wachezaji 10, unakuta ni wachezaji wawili tu au mmoja ndo ana click. Wachezaji 8 wanafeli. Sasa huwezi kuwa unaenda hivyo kabisa. Baada ya pressure kubwa ambayo imepigwa, mashabiki wamezungumza sana, wameongea sana. Wamekaa chini kwamba bwana tunatoa bajeti inayoridhisha. Tunakuja na plan. Tunahitaji vijana wenye damu changa ambao bado wanataka kuonesha thamani yao, wanahitaji kushinda, wana uchu wa kushinda zaidi. Hadheni wameiweka hapo plan. Kuna wakala mmoja nilikuwa nazungumza naye juzi, akaniambia ana mchezaji mmoja alikuwa anacheza ligi 2 ya Ufaransa, ni winga, anatoka hapa Afrika mchezaji. Yule wakala amewaofa Simba huyo winga. Simba wamemkataa kwa sababu ana miaka 27. Wamesema umri tayari umesogea. Project ni nini? Wanahitaji vijana ambao ni damu changa, yani wana energy, wanahitaji kushindana kweli kweli. Miaka 22, 21, 23, 24 hapo. Wao wanamuona mchezaji kama huyo winga ana umri wa miaka 27 na ni bora zaidi ya Mutale, wanaweza wakamsajili. Sasa unaweza ukaona winga ambaye amesajiliwa ni Mpanzu Elie, miaka 22. Tazama quality iliyokuwepo pale. Simba bado wanaona kwamba wanaweza kupata winga mwingine ambaye ana miaka 22 ambaye atakuja perform vizuri. Jeff amesajiliwa akiwa na miaka 19 unajua. Mtazame Hamza, tunazungumza sio miaka 20, 21. Bado umri wake uko chini zaidi. Nenda kwa watazama kina Dibra miaka 24, umeona umri wao bado uko chini. Jean Chalea huwa miaka 21, umeona umri wao bado uko chini. Kwa hiyo wanachokiangalia zaidi ni kwamba tunakusanya vijana wenye quality ambao wana umri mdogo, bado wana njaa ya kushinda, wanataka kuonesha thamani yao. Tunakuja kuwapa platform, tunawaunganisha na kocha ambaye ni kijana naye anahitaji kujitangaza zaidi. Kwa hiyo ili kundi likikutana, moto wake sio wa kitoto. Kwa maana unaona energy ya Simba kwenye game after game ni ile ile. Ukimtazama yule Mpanzu, my friend, ile spirit ya upambanaji ni kubwa sana ndani ya Simba. Lakini hiyo ni kauli ambayo Fadlu alizungumza tokea pre-season. Alibainisha kwamba anataka wachezaji wake wawe na hali ya upambanaji. Hiyo ni bonge moja ya kauli. Unaweza na 27 kwani? Hajafuka bwana, miaka 22 bwana. 22. Na Mpanzu ukimwona jinsi ambavyo anatani. Sasa ngoja nikwambie jambo zuri. Definition sahihi ya umri mdogo rafiki yangu. Yule Mpanzu ukienda kumkaba ovyo nyonga ina. Hivi sasa na 23, amezaliwa Januari 1, 2002. Kataa, umeona kataa 23. Moja kati ya wachezaji ambao umri wake pia sio mkubwa sana ni Noma akasajiliwa na 24. Namzungumzia Joshua Mutale. Joshua Mutale kwa 22. Joshua Mutale sasa ana 23. Joshua Mutale. Nani Mkwala kaja na 24. Sio? Umri wake bado ni mdogo sana. Umeona? Mkwala sasa ana 25. Amezaliwa 99. Kasajiliwa akiwa na 24. So mchezaji ambaye alisajiliwa akiwa na umri mdogo zaidi ni Okejefa. Alikuja Simba akiwa na 19 nadhani. Na unaweza
ukaona Jeff sasa na 21 na wewe Shamu wastani wa umri 21. So the issue nacho jaribu kuzungumza ni kwamba na Shamu Simba, kabla hujaongea Shamu ana 25 hivi sasa hivi sasa. kata 25. Kwa baada anajifunza, kumbe tusimkatie tamaa. So the issue nacho jaribu kuzungumza ni kitu kimoja, ni kwamba Simba wameangalia kwamba tunahitaji energy. Yeah. Tunahitaji energy na energy inaonekana kwa sababu Fadu anahitaji kucheza high pressing game. Na kama unacheza high pressing game unahitaji energy. Yani una demand zaidi matumizi ya nguvu. Na kuelewa hicho ambacho unakizungumza, ule msimu wa kina Saido, msimu wa mwisho kina Saido. Ndicho ambacho nitaka kuzungumza. Yeah. Misimu hili iliyopita Simba pale walikuwa na maveterani kibao. Yeah. Simba walipoteza mpira, Saido anajogi uwanjani. Yeah. Boka anajogi uwanjani. Mtazame yule Chama naye alikuwa anajogi uwanjani. Njoo kwenye midfield walikuwa wamejazana wazee mule ndani. Njoo akina Onyango watazame. Umri ulikuwa umesogea zaidi. Mwalimu anakuja anataka kuimplement mbinu zake, anahitaji energy ya wachezaji. Ni changamoto. Mchezaji ambaye uko unamuona anatoa energy ni Sadio Kanute uwanjani. Yeah. Samuel na Mzamili Yasin. Lakini wachezaji wengine wote umri ulikuwa umefanyaje? Umesogea. Hadhani huwezi kuiona timu ikiwa inafanyaje? Ina perform. Fadu amekuja, yeye mwenyewe ni umri mdogo, anahitaji kujitangaza zaidi, kakutana na vijana. Unajua faida ni nini? Simba wanatengeneza generation ambayo timu nyingine zitaanza kuangalia kwamba pale kuna wachezaji. Moja kati ya kigezo ambacho kinakufanya upige hela kwenye mauzo ya wachezaji ni pamoja na mchezaji mwenye quality ambaye ana umri mdogo. Umeona? Kwa hiyo Simba nimesikia pia Mpanzu Mamelodi wanamtaka hizo za chini ya kape. Sasa Mamelodi wakija hizo wanaweka hela ya kutosha mezani. Umeona? Kwa sababu Simba tayari wamemtai na mkataba, umri bado ni mdogo. So utagenerate pesa ya kutosha kwa project iko pale. Kinachohitajika ni nini? Isha iliyopita Simba amesajili wachezaji karibu 16. Yeah. Kinachohitajika sasa hivi sio tena kusajili wachezaji 10. Wanahitaji wachezaji watatu wenye quality kabisa. Wanahitaji top center back, wanahitaji kupata number 10, wanahitaji kupata number 9 mwingine. Ndio top quality. Project unaitoa sehemu moja unaipeleka sehemu nyingine. Na hata pia wakipata winga mwingine pia mwenye level ya Mpanzu itadepend kwa sababu Kibu Denis naye amekuwa na offers hapa na pale. Waarabu wanamtaka hadi kesho. Kwa hiyo itategemea. Kama Kibu una generate labda dola $500, dola $600, means una hiyo power. Wewe umesema beki wakati wanahitaji namba 10 pamoja na mshambuliaji namba 9. Okay. Top signing. Wachezaji watatu tu wenye quality unaweka pale. Project inakwenda next level, ndivyo timu inavyojengwa. So credit kwao. Fadu ameitengeneza ile timu, imekuwa na chemistry, wachezaji karibu wote amewapa nafasi, wana feel ni sehemu ya timu. Miaka mitatu iliyopita Simba kikosi ni kile kile. Kuna wachezaji wanatengwa, hawapati nafasi, wanaanza kuleta migomo, wanakuwa visununu, wanafanya nini? Lakini Fadu alichokifanya ni rotation, kwamba nitampanga mchezaji ambaye ananionyesha uwanjani. So unatengeneza winning mentality, watu wanapambana uwanjani. That's why timu ina perform, inapata matokeo. So credit kwa uongozi wa Simba, credit kwa Fadu, lakini wachezaji wenyewe